mlango ule wa 14. Waamuzi mlango ule wa 14. In the book of Judges chapter 14. Waamuzi mlango ule wa 14 mstari wa 6 na wa 19. Alafu tutasoma Waamuzi hiyo hiyo mlango wa 13 mstari wa 24 na 25. Labda tuanze na huo Waamuzi kwa sababu ni hapo hapo. Waamuzi 13 mstari wa 24 na 25. Alafu tutakwenda kusoma 14 mstari wa 6 mpaka ule wa 19. Wa 6 alafu tutarukia wa 19. Nasoma sasa Waamuzi 13 24 25. Maandiko matakatifu yanasema, basi yule mwanamke akazaa mtoto mwanamume, akamwita jina lake Samson. Mtoto huyo akakua, Bwana akambarikia. Roho ya Bwana ikaanza kumtaharakisha katika mahane ndani, katikati ya Sora na Estaoli. Nitarudia, nimesoma vibaya. Nimesoma kama vile sio mchungaji, kama vile sio mwinjilisti. Alafu sasa nisome kama mchungaji ama mwinjilisti. Basi yule mwanamke akamzaa mtoto mwanaume, akamwita jina lake Samson. Mtoto huyo akakua, Bwana akambarikia. Roho ya Bwana ikaanza kumtaharakisha katika mahane ndani, katikati ya Sora na Estaoli. Na mlango wa 14 hizi maiki hizi, mlango wa 14 mstari ule wa 6 mpaka na ule wa 19, maandiko yanasema, Roho ya Bwana ikamjilia kwa nguvu, naye akampasua kana kwamba anampasua mwanambuzi, wala hakuwa na kitu chochote mikononi mwake, lakini hakuambia baba yake na mama yake aliyoyafanya. Ili tukamilishe vizuri maandiko yetu, Samueli wa kwanza mlango wa 11 mstari ule wa kwanza. Mstari wa kwanza kwa sababu ni maandiko mengi, mstari wa kwanza mpaka ule wa 13. Sitasoma maandiko yote mpaka pale nitakapofika. Ikawa kama baada ya mwezi mmoja, Nahashi Mwamoni akakwea na kupanga marago juu ya Yabesh Gilead, na watu wote wa Yabesh wakamwambia Nahashi, fanya mapatano nasi na sisi tutakutumikia. Huyo Nahashi Mwamoni akawaambia, kwa sharti hii mimi nitapatana nanyi, kila mtu ang'olewe jicho la kuume, na kwa jambo hilo nitawashutumu Waisraeli wote pia. Basi wazee wa Yabesh wakamjibu, tuachie siku 7 ili tutume wajumbe waende mipakani mote mwa Israeli, kisha ikiwa hakuna atakayetuokoa tutakutokea. Hivyo wajumbe wakafika Gibea ya Sauli, wakasema maneno hayo masikioni mwa watu, na watu wote wakainua sauti zao wakalia. Na tazama, Sauli akaja akifuata ng'ombe kutoka kondeni, naye Sauli akauliza, watu hao wana nini hata wakalia? Wakamwambia maneno ya watu wale wa Yabesh. Na roho ya Mungu ikamjilia Sauli kwa nguvu hapo alipoyasikia maneno yale, na hasira yake ikawaka sana. Baba, ulibariki neno lako. Tazama, nimesimama mbele ya watu wako. Watu hawa wana mapito, wana mahitaji, wana vilio, wamechoka, wameonewa, wamedhulumiwa, wamepigwa, wametishiwa. Mungu, ninawaleta mbele zako mchana wa leo, ukapate kuwahudumia. Bwana, ukayasikie maombi yao na kilio chao. Mchana wa leo tunapojifunza neno lako, ninaomba Mungu ukayasikizishe masikioni mwetu. Fungua mioyo yetu ili tujue ya kwamba yuko Roho Mtakatifu,
yuko Roho Mtakatifu wa nguvu atakayetusimamisha mbele ya maadui, atakayetupigania vita hii. Asante Yesu, kwa sababu wewe ni mwema. Mchana huu wa leo ukapate kuwa pamoja nasi, ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba. Wote tuseme amen. Amen. Naomba ukae. Nataka tumwangalie mtu huyu, anaitwa Samson. Samson ni mtoto wa Manoa. Manoa alikuwa mtumishi wa Mungu, na hasa Manoa alikuwa mcha Mungu, na waliishi katika ndoa yao na mke wake. Hawakuwa na mtoto. Inawezekana hata wewe hapa uko katika ndoa huna mtoto, lakini na sikumbuki kama kuna mtu katikati yetu yuko katika ndoa lakini hana mtoto. Hawa watu hawakuwa na mtoto, lakini wakawa wacha Mungu. Haleluya. Amen. Wakawa ni wacha Mungu sana. Siku moja mke wa Manoa alikuwa ameenda kwenye shughuli zake akiwa amejaa hofu ya Mungu. Pale alipokuwa kwenye shughuli yake, naomba nitazame, malaika wa Mungu akamshukia. Malaika wa Mungu akamshukia. Mwambie mwenzako, utashukiwa na malaika wa Mungu. Mbona sema kwa hofu? Mwambie malaika wa Mungu atashuka kwako. Haleluya. Amen. Unajua malaika ni watumishi. Ni watumishi wa Mungu anaowatuma kututumikia. Na wakati mwingine malaika wa Mungu wanakuja kwetu kutuletea habari njema. Basi mke wa Manoa akaona mtu mmoja mweupe amesimama mbele zake. Ukisoma mlango wa 13 mwanzoni utakutana na habari hizo. Akamwangalia yule mtu. Yule mtu alipomwona mke wa Manoa akasema kwamba, tazama, utachukua mimba nawe utamzaa mtoto mwanamume. Basi sasa jihadhari. 13 mstari wa 4. Basi sasa jihadhari na kuomba, usinywe divai wala kileo, wala usile kitu kilicho najisi, kwani tazama, utachukua mimba nawe utamzaa mtoto mwanaume, na uwembe usipite juu ya kichwa chake, maana mtoto huyu atakuwa mnadhiri wa Mungu tangu tumboni, naye ataanza kuwaokoa Israeli na mikono ya Wafilisti. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo Samson ni mtoto atokaye kwa Bwana. Kuna watoto ambao kwa kweli hutoka kwa Bwana. Yesu ni mtoto wa Mariamu aliyetoka kwa Bwana. Yohana Mbatizaji ni mtoto wa Elizabeth na Zakaria atokaye kwa Bwana kwa kusudi maalum. Samsoni alitoka kwa Bwana kwa kusudi maalum. Yesu alitoka kwa Bwana kwa kusudi maalum. Samsoni naye alitoka kwa Bwana kwa kusudi maalum. Haleluya. Yamkini na wewe utachukua mimba, utamzaa mtoto. Ndio maana inatubidi sisi wazazi tuwe waangalifu sana. Unapomlea mtoto wako ujue unamlea mtumishi wa Mungu. Mungu atakwenda kumtumia mtoto wako kwa kazi kuu ya Mungu. Kwa hiyo mlee kwa hofu. Angalia malaika anamwambia yule mama Manoa, anamwambia huyu mtoto utakayemzaa atakuwa ni mnadhiri wa Bwana. Mnadhiri maana yake nini? Mnadhiri maana yake mtu aliyetengwa kwa kusudi maalum la kimungu. Ninyi wanawake mnabeba mimba za watoto ambao wametengwa maalum kwa kusudi la Mungu. Kwa hiyo kichukue kiumbe hicho kwa hofu. Anasema huyu, kwanza wewe mama usinywe kileo.
Usinywe kabisa kileo, kwa sababu mimba huyo mtoto uliye naye ni mnadhiri wa Bwana. Kumbe unaweza ukamchafua mtoto tangu tumboni mwako. Unaona? Unaweza ukampa vitu mtoto tumboni mwako vitakavyoleta madhara hata katika uhai wake. Jihadhari. Malaika anasema jihadhari, maana huyo mtoto ni mnadhiri wa Bwana. Usinywe kileo, usinywe kitu chochote kilicho chake, maana huyo mtoto ni mnadhiri wa Bwana. Usichukue chochote kilicho najisi. Haleluya. Sebuse kama mtoto aliyeko tumboni anawekewa tahadhari namna hiyo. Je, maisha yako mwenyewe? Unafikiri maisha yako sasa yaweje? Unatakiwa kuishi maisha ya utakatifu. Usichanganye, maana unakuwa Yesu moyoni mwako. Vinginevyo Yesu huyo utamnajisi kwa matendo yako, utamchafua kwa matendo yako. Bwana atusaidie. Haleluya. Amen. Nasema Bwana atusaidie. Amen. Vita ulivyo navyo si vita vyako. Vita ulivyo navyo si vya damu na nyama, bali vita ulivyo navyo ni juu ya pepo wabaya na falme na mamlaka katika ulimwengu wa roho. Nataka kusema nini hapo? Nataka kusema hivi, unapenda nikwambie? Amen. Unapenda nikwambie? Amen. Nataka nikwambie umruhusu Roho Mtakatifu ayakamate maisha yako kwa 100%. Haijalishi wewe ni msichana mzuri mbele ya wanaume, haijalishi wewe ni mvulana mzuri mbele ya wanawake, haijalishi wewe ni baba una noti nyingi na kila utembeapo wanatamani na kukusudu, haijalishi. Lakini mruhusu Roho Mtakatifu ayakamate maisha yako. Haleluya. Atembee na wewe popote ulipo, kwa sababu iko vita. Haleluya. Iko vita, iko vita. Na vita hiyo inakukabili wewe na hutashinda. Pasipo Roho Mtakatifu hutashinda. Nataka nikwambie hivi, mwambie njoo kwangu Roho Mtakatifu. Sema na Roho Mtakatifu sasa. Na kuruhusu sema na Roho Mtakatifu, usiniangalie. Mwambie njoo kwangu Roho Mtakatifu. Njoo kwangu. Njoo katika maisha yangu Roho Mtakatifu. Sema hivyo, kwa sababu iko vita, yako mashambulizi, yako mambo mazito yatakayokukabili, na bila ya nguvu za Roho Mtakatifu hutashinda. Nataka nikuambie leo ya kwamba Mungu amesema nami juu ya mapambano ulio nayo, juu ya vita ulio nayo, na hutashinda isipokuwa tu ukiwa na Roho Mtakatifu. Wengi mnatembea watupu, wengi mnatembea hamna kitu. Una jina kama maandiko yanavyosema, una jina la kuwa hai lakini umekufa. Ndipo Yesu anasema na kanisa la Laodikia, analiambia lile kanisa la Laodikia, anasema wewe kanisa la Laodikia, una jina la kuwa hai lakini umekufa. Lakini njoo kwangu nikupe maji yaliyo hai, unywe ukapate kuishi. Amen. Wakristo wengi wamemtupa mbali Roho Mtakatifu. Hata wewe umefanya hivyo. Umemtupa mbali Roho Mtakatifu. Hayupo ndani ya maisha yako. Na ndio maana unaona mambo ni kawaida. Unapoona mambo ya ulimwengu, moyo wako unafurahia, moyoni mwako unatekenywa. Kwa nini? Kwa sababu umemtupa nje Roho Mtakatifu. Una jina la kuwa umeokoka lakini hujaokoka. Kwa nje kweli una dalili zote na picha yote ya ulokole, lakini ukiguswa na dhambi umeanguka tayari. Kwa nini? Kwa sababu hauna Roho Mtakatifu ndani mwako. Huna Roho Mtakatifu ndani. Hebu mkaribisha Roho Mtakatifu. Mwambie njoo kwangu Roho Mtakatifu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Unajua vita ulionayo ni vita binafsi. Kila mtu anatembea kwenye mraba wake. Kila mtu anatembea kwenye mstari wake. Wokovu wangu sio wako, ingawa wote tumeokoka kwa wokovu mmoja. Gari langu ni la miaka 8 sasa na karibia. Lakini nikiendesha watu wanafikiri ni gari jipya, lakini si jipya. Kwa nini? Kwa sababu ninalitunza. Unaweza kufikiri ni jipya.
Gari kama hilo la miaka 8 kama hilo limechakaa, halitamaniki, lakini ni gari la mwaka ule mmoja na la kwangu. Wewe kwa nini uko hivyo ulivyo? Kwa sababu wokovu ni wako binafsi, na unatakiwa ulinde binafsi kama vile unavyokula chakula binafsi. Haleluya! Hamli chakula kwa ushirika. Hata kama mnakula ugali sahani moja, lakini kila mtu kwa mkono wake anachukua anaweka tonge mdomoni, hujaweka tonge. Ndio maana umekonda, ndio maana sasa unalalamika, ndio maana dhambi inakuangusha kila wakati. Tunamhitaji Roho Mtakatifu na nguvu zake juu ya maisha yetu, ili tuwe watu wenye nguvu. Haleluya, haleluya. Nasema na wewe, Roho Mtakatifu ni wa binafsi. Roho Mtakatifu sio wa baba wala wa mama. Na wewe ukasema kwa kuwa baba naye Roho Mtakatifu, kwa kuwa baba yeye anaongozwa na Roho, ananena kwa lugha, basi na mimi nitatendea ananinene yako. Hakuna kunene yako, unatakiwa unene mwenyewe. Haleluya, ujazwe mwenyewe. Haleluya. Nasema maneno magumu kidogo, lakini ndivyo ilivyo. Kama ilivyo muhimu kula chakula ili uishi, ndivyo ilivyo kujazwa na Roho Mtakatifu ili uishi. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo ni muhimu ukamtaka Bwana na nguvu zake. Hebu tuache wa kucheka. Hebu tuache wokovu rojo. Askofu mkuu anasema wokovu wa chenga. Kuna watu wengi hapa wana wokovu wa chenga. Hatutaki chenga, tunataka unga halisi. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nasema haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Hivi umewahi kufikiria kwa nini Yesu baada ya kupaa kwenda mbinguni, kabla hajapaa amekaa na wanafunzi wake wale 12 na akina mama wale 120? Hivi una habari ya kwamba watu ambao walimsikia Yesu anasema ngojeni mjini Yerusalemu hata mtakapovikwa uwezo kutoka juu, hawakuwa 120, walikuwa watu 500. They were 500 people waiting for the Holy Spirit. Walikuwa ni watu 500. Wakarudi baada ya Yesu kupaa kwenda mbinguni, wakamwona huyo anapaa na malaika wawili, wakampokea. Wakawaambia wale watu 500, huyu Yesu mnayemuona anakwenda zake mbinguni namna hii, atarudi jinsi hiyo mlivyomuona hapa tena. Haleluya. Lakini Yesu alisawaambia, nendeni mjini Yerusalemu hata nitakapomuomba Baba akatoa ahadi yake, ndipo mtapokea nguvu akiisha kuajilia Roho Mtakatifu. Haleluya. Hujawa na shauku, hujawa na hamu, hujawa na ule msukumo mkali moyoni mwako. Umekaa miaka ya kutosha hapa kanisani, lakini je, umejazwa Roho Mtakatifu kweli? Unayo shauku ya Roho Mtakatifu maishani mwako? Unayo shauku na hamu ya kupokea nguvu za Roho Mtakatifu kweli? Kwa nini aliwaambia wangoje wakati amekaa nao miaka 3 akiwafundisha 1, 2, 3, na alipoona ya kwamba wamehitimu kabisa kuyashika mafundisho yake na wamemjua, wamemuelewa, na kisha amewatuma, enendeni ulimwenguni mote mkahubiri injili kwa kila kiumbe, bado nawaambia kabla hamjatoka kwenda huko kuhubiri, ngojeni Yerusalemu, maana mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, na ndipo mtakapokuwa mashahidi wangu Yerusalemu, Uyahudi yote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Kwa nini aliwaambia namna hiyo? Kwa sababu aliwajua ya kwamba enda bila nguvu za Roho Mtakatifu vita hawataviweza. Nataka nikuambie, vita hutaviweza. Hata pepo la inzi hutashindana nalo. Sembuse jini mahaba, likija kwako jini mahaba, tayari litakubeba, mahaba yatakuchukua, tayari uko kwa fulani, unafanyiziwa vitu wewe uliokoka kweli, kwa sababu tu hujamtaka Bwana na nguvu zake, hujamtaka Bwana na Roho Mtakatifu, hujataka nguvu za Roho Mtakatifu. Ndio maana wewe ni mdhaifu kuliko mgomba.
Mgomba ni mti mbovu na mnyonge sana, ukasukuma hivi kidogo naanguka. Na hasa umebeba ndizi, na kwa kuwa umelibeba lindizi hilo la madhaifu, shetani akija kidogo tu na pepo la unaanguka. Mwenzenu mwambie hivi, mchungaji, mwambie mwenzako, mwambie mchungaji, hata kwa Kristo migomba, ni mtoka na washirika migomba ambao kesho amedondoka, anainuka kidogo, kesho amedondoka, amekuwa ni Mkristo mgomba, hawezi kusimama hata kwa upepo kidogo. Siku hizi kuna upepo wa kisulisuli na unawasulisha watu wengi, na wengine hapa tayari wako huko kwenye upepo wa kisulisuli. Hapa ndani wameenda kwenye upepo wa kisulisuli. Kumbe wanachokihitaji sio upepo wa kisulisuli, wanamhitaji Roho Mtakatifu na nguvu zake. Amen. Haleluya. Nasema Roho Mtakatifu na nguvu zake. Amen. Unamhitaji Roho Mtakatifu. Usiwe Kristo mgomba. Tena ukiweka tu hata kidole kinatoboa. Umetobolewa hata na vidhambi vidogo ambavyo hata Joshua haviwezi kumshinda. Wewe tu vidhambi vidogo tu vimekutoboa, kwa sababu umekuwa Mkristo mgomba. Ni mdhaifu mno. Bwana tusaidie. Tunamhitaji Roho Mtakatifu na nguvu zake ili tuweze kusimama. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Nasema haleluya. Amen. Bwana tusaidie, kanisa la Adana Sifu, tunapoelekea kumaliza mwaka wa 2019 kuingia mwaka wa 2020, tuinuke tukiwa kanisa lenye nguvu, lenye moto wa Roho Mtakatifu. Haleluya. Ambao adui hatasogea wala kumgusa mmoja wapo wetu. Haleluya. Haleluya. Sikiliza niwaambie, unapenda niwaambie? Acheni Ukristo dhaifu. Na hili sio swala la mchungaji. Hivi kula, nani anakuhimiza? Labda yule mgonjwa sana ndio tunambembeleza kula, lakini wewe hujawa mgonjwa. Kula mwenyewe, kula hicho chakula mwenyewe. Roho Mtakatifu ni kwa ajili yako, na ndio maana nimesema njoo kwangu Roho Mtakatifu. Umewahi kumwalika maishani mwako Roho Mtakatifu? Umewahi? Ama wewe ni kuingia hapa kanisani tena kwa kuhesabu siku, miezi ndipo uje, alafu bado ukipotea na unajiona ni sawa, unafuatiliwa na mashemasi ingawa na wao hawafanyi kazi hiyo, unafuatiliwa na mchungaji kwa simu, kwa kupigiwa na nini, bado ni mzito. Tatizo ni moja tu, kwa sababu wewe una wokovu chenga, na wokovu chenga hauwezi kusimama. Huwezi kusimama kabisa. Huwezi kusimama. Bwana atusaidie. Mungu anataka majitu yenye nguvu, yaliyojaa Roho Mtakatifu, kama akina Daudi, kama akina Yefta, kama akina Samsoni tuliyemsoma, kama akina Debora, mwanamke aliyesimama na kuongoza jeshi la Israeli. Haleluya. Ni nani katikati yetu hapa atakuwa Debora wa leo, akaongoza huduma ya ushuhudiaji mitaani? Mwanamke aitwaye Debora, yeye akasimama akaongoza jeshi, wanaume wote wanamfuata nyuma. Ni nani huyo? Naogopa. Kwa nini? Kwa sababu hamjamtaka Bwana na nguvu zake, hamjamkaribisha Roho Mtakatifu maishani mwenu. Bwana atusaidie. Kama akina Paulo, akina Petro, akina Daniel, akina Shadrach, Meshach na Abednego. Unaweza ukajifananisha viwango hivyo na akina Shadrach, Meshach na Abednego na Daniel, Paulo ama Petro ama na mitume wengine? Unaweza? Unajua kanisa la Yesu Kristo ni lile aliloliacha duniani miaka 2000 iliyopita. Hawa akina Petro na Paulo ni wahudumu wenzetu, ni Wakristo wa Agano Jipya. Hatujatofautiana nao chochote, wala hakuna haja ya kusema mimi naishi mjini Dar es Salaam. Haiwezekani. Na yule aliyeko shambani naye anasema haiwezekani hivyo. Hapana.
wote tunaweza, kwa sababu tuko katika kizazi kile kile cha kanisa la Agano Jipya. Naomba uniangalie please. Look at me, look at me. Mkaribishe Roho Mtakatifu akae kwako, akae kwako. Hebu tuiangalie habari hii sasa tulioisoma. Tuiangalie habari hii tulioisoma. Israeli walikuwa katika hali mbaya. Maadui zao Waamoni wakaja. Kuna mtu hapa anaitwa Nahash. Nafikiri yule Nahash ndio alikuwa mkuu wa jeshi la hao Waamoni. Akaja kwa Israeli ya Gileadi, pande fulani ya nchi ya Israeli. Mfano kama hapa aje mkoa wa Dar es Salaam mzima huu, anasema tangu leo mtakuwa watu wangu na nitawatawala. Watu wa Yabesh Gileadi wakaanza kulia. Mwambie mwenzako usilie. Sema naye mwambie usilie. Usilie. Ndio maana nimeanza kusema vita si vyako. Vita ni vya Bwana. Hatupambani juu ya damu na nyama, lakini tunapambana na nguvu za giza, wafalme wa giza hili katika ulimwengu wa roho. Amen. Hivyo unavyotembea kuna watu unakabiliana nao, na watu hao ni nguvu za giza, na watu wenyewe kabisa unapambana nao, na wanakuja kinyume nao na wewe. Nasi akaja kwa Israeli, na alipokuja watu wa Yabesh Gileadi wakaanza kupiga kelele. Wakaenda wakamwangukia, wakasema Nahashi, tafadhali usituue, tafadhali usituue. Wengi wenu mmempigia magoti shetani, mmempigia magoti wachawi, mmeenda kwa washirikina. Hii funga kabisa safari kwenda kwa mshirikina wa kanisa hili. Hivi unapoenda kwa hao wanaotapisha, unapoenda kwa hao wanaogawa mafuta, bangili za upako, chupa za maji ya uhai, lakini anakuambia hii chupa ukinywa hayo maji yote yameisha. Hujaenda kwa washirikina. Wapi Biblia inasema kuna maji ya uhai? Maji ya uhai ya mzee Baresa, haya si maji ya kunywa, lakini leo yamegeuzwa kuwa tiba, yamegeuzwa kuwa uponyaji, yamegeuzwa kuwa sababu ya muujiza wako unaotaka. Hivi ni kweli Mkristo wa kanisa hili linalojulikana kanisa la walokole lenye mafundisho ya kweli, umempigia magoti shetani kama watu wa Yabesh Gileadi wakampigia magoti Nahash, wakasema usituue, tafadhali usituue. Ngoja nikwambie, unapenda nikwambie? Amen. Unapenda nikwambie? Amen. Wakasema tunataka amani. Umetaka amani na watu wa dunia, umetaka amani hata pale kazini kwako. Umeatenda mambo ambayo ni aibu kwa mlokole, umetenda mambo ambayo ni aibu kwa mtu wa Mungu, eti kazi yako isiharibike. Wengine mmeuza miili yenu hapa. Yaani nizi wautoa mwili wako, unapiga magoti kwa Nahash kwa sababu ya usipoteze kazi. Naomba niangalie leo tafadhali, kila mtu niangalie, napiga magoti. Bwana amekuambia bila ya kutoa mwili wako kazi hamna hapa. Bila ya kutoa mwili wako hapa kazi hupati. Mmejilegeza. Unapiga magoti kwa Nahash. Nimekuja Mwamoni huyo. Kwa nini lakini? Nimekuambia huna Roho Mtakatifu. Tatizo la huko mashuleni huko mashuleni ninyi mnaosoma. Vitu mnavyovifanya, mmepiga magoti kwa walimu ama kwa viongozi wenu. Hivi wokovu rahisi namna hii ni wokovu wa Biblia hii, wokovu wa Yesu ambaye alikufa msalabani pale Calvary, akatoa uhai wake na damu ikamtoka. Wokovu huo, hivi kweli Yesu alikufa kwa ajili ya wokovu huu ulio nao kweli? Haiwezekani, si kweli. Bila shaka wewe umepiga magoti kwa adui yako. Bila shaka. Angalia sana. Wakalia wakasema tupe muda wa siku 7.
tupe muda, tunahitaji amani. Wakakimbilia kwa mtu anayeitwa Sauli. Sauli mfalme. Wakati ule Sauli akiwa amejaa Roho Mtakatifu. Wakati ule Sauli bado yuko karibu na Mungu, na ametoka kuchunga ng'ombe zake. Anatoka na ng'ombe zake pale bondeni, akasikia vilio, wanalia. Akauliza, nini kilio hicho? Wakamwambia, hivi we Sauli huna habari? Yule Nahashi Mwamoni ameingia na anataka kutuua, na hivyo tumekosa amani, tumekosa mahali pa kukimbilia, na sharti lake amesema ili tupate kuishi lazima kila mmoja wetu atoe jicho la kuume. Noa jicho la kuume. Jicho la kuume. Umepewa masharti. Umepewa sharti, japokuwa unaendelea kuyafanya hayo unayoyafanya kama vile umefanikiwa, umeshinda, lakini